Tafakari ya safari. Umefika basi kuweza kusikia hakika kile ambacho Mwenyezi Mungu anatunenea siku hii ya leo. Tafakari ya safari. Ni wasawa kutafakari. Napenda sana kitengo hichi. Na Amani Aila. Hapa Radio Maisha. Yes, vumilia bwana. Vumilia. Huenda mambo hayajaenda jinsi ambavyo wewe ulitarajia. Vumilia. Pengine ulikuwa na maono tofauti, lakini mambo yameenda sigemnege. Ndugu yangu, dada yangu, vumilia tu. Ulikuwa na taswira tofauti tena sana na kile ambacho unapitia sasa hivi. Unashindwa uanzie wapi, umalizie wapi, umejipataje katika hali hiyo. Lakini si umeokoka? Yes. But vumilia. Vumilia. Wakati ule unaokoka huwa unakuwa na furaha isiyoelezeka jameni. Ukijua kwamba kila kitu kitakuwa nywee, kwamba mambo yatakuwa sawa. Kwa nini? Kwa sababu umeokoka. Na kuokoka kuna maanisha nini? Kuna maanisha kwamba hauko peke yako. Kuna maanisha kwamba uko na Kristo. Kwa hivyo mambo yatakuwa nywee, mambo yatakuwa sawa sawa. Na unashangaa, lakini mbona toka uokoke ndio mambo ni kama yanaenda kuwa vigumu zaidi. Sometimes unaangalia na unajikompea watu ulimwengu na unaona kwamba wao milango yao inafunguka, wao wanapata, kama ni warembo wanapata majamaa wenye pesa na spoil. Piga maholiday pale, piga maholiday kule. Wewe kama Mkristo unajua vizuri kuna kazi ambazo unaona huwezi kufanya, zitaitilafiana na imani yako. Na hizo kazi zinakuja na ni kazi ambazo zina mishahara mikubwa mizuri. Wewe mtu akikuangalia wewe na wokovu wako anaona sasa huyu atatusaidia namna gani? Okay? Una miss opportunity. Nakumbuka kuna filamu fulani ambayo nilikuwa nimechukuliwa kuweza kuigiza. Na nilikuwa nipewe main character kabisa katika hiyo filamu. Na katika hiyo filamu judges wakawa pale, wale panel kuangalia wale ambao tukifanyiwa auditions. Na hakika mimi nikapita mpaka mwisho. Lakini nikaambiwa kwamba pale likaniambia kwamba nimechaguliwa. Lakini wangependa kuelewa understanding yangu ama maoni yangu ya tendo la ndoa. Na nikawaambia kulingana na mimi na imani yangu tendo la ndoa ni kati ya mke na mume tu. Nje ya hiyo maisha ya dhambi. Na nikaambiwa kwamba mzungu fulani akaniambia pale, then you are too soft for this part. You are too soft for this role. We might have to get another one. And kambia sawa. Walikuwa wazungu kutoka Australia wanafanya filamu pale Mombasa. Na hivyo tu ndio role ya movie ya kimataifa ikanipita tu. Sieti nilikuwa kazini, lakini role ilikuwa imekuja, ningekuwa star fulani pale kwa movie fulani pale na wazungu nini na nini, hiyo role kanipita tu. So sometimes nitakukumbusha tu, vumilia. Sometimes unaweza kuona mtu ni mzuri na unatafuta mchumba, unaona mtu ni mrembo, ni mzuri, unataka kusettle naye, lakini unajua tu kitu moja, hajaokoka. Unaona kitu kizuri kikikuacha, kwa sababu principle yetu kama waumini wa Kristo ni kwamba utamuoa yule ambaye mko naye katika imani moja, mmeamini pamoja, kwa sababu two cannot walk together unless they agree. Okay? So utamuacha mtu mzuri, mrembo, mambo yako yani type yako kabisa, lakini hajaokoka. Brother, vumilia bwana, achana naye. Achana naye, sawa, achana naye. Vumilia. Na mateso mengi ambayo pengine utapitia wewe kama Mkristo, ilhali wajua vema kwamba umeokoka. Vumilia.
Pengine nimekupatia mifano rahisi tena sana, lakini kuna mifano yenye uzito, mifano yenye machozi, mifano yenye masikitiko, mifano yenye mahangaiko tena sana. Umepitia yoyote ilhali umeokoka na Yesu ni Bwana. In fact, kwenu pengine hata wewe ndio umeokoka, wengine wote hawajaokoka, lakini wale ambao hawajaokoka ndio mambo yanawaendea sawa kabisa ikilinganishwa na wewe. My brother, my sister, kama kuna kitu Mungu anatuambia asubuhi ya leo, vumilia and keep on going, keep on moving, okay? Katika kitabu cha Matendo 14 tukianzia pale 21, baada ya Paulo na Barnaba kuhubiri habari njema huko Derbe na kupata wafuasi wengi, walifunga safari kwenda Antiokia kwa kupitia Lustra na Ikonio. Waliwaimarisha waumini wa miji hiyo na kuwatia moyo wabaki imara katika imani. Wakawaambia, ni lazima sisi sote kupitia katika tabu nyingi ili tuingie katika ufalme wa Mungu. Okay? So walienda kuwatia moyo. Na mtu ambaye anatiwa moyo pia si mtu ambaye mambo tayari yako sawa, mambo tayari yako nywee. How do you encourage someone that is already doing so good, so well? Okay? So waliwaimarisha waumini kwa miji hiyo na kuwatia moyo wabaki imara katika imani. Kumaanisha mawimbi yanapiga, yanapuliza, okay? Yanataka kabisa ukate tamaa, lakini waliwatia moyo wabaki imara katika imani. Wakawaambia, ni lazima sisi sote kupitia katika tabu nyingi ili tuingie katika ufalme wa Mungu. Waliteua wazee katika kila kanisa kwa ajili ya waumini, kisha kwa kusali na kufunga wakawaweka chini ya ulinzi wa Bwana ambaye walikuwa wanamwamini. Enyewe kuna siku usipochunga imani yako itayumba. Usipochunga imani yako itadidimia. Na najua nimekupa mfano huu kwa sababu mimi ni mtu wa imani. Na kama kuna kipindi kigumu ambacho nilipitia ni cha kumuuguza babangu mzazi, akiwa anakaa kwangu, akiwa anaugua, kumpeleka hospitali, akilazwa hospitalini, pesa zinahitajika, bili na panda. Unaangalia hivi mzee, unaona hapa kuna tumaini. Unaweka imani yako yote, unaomba, unaamini. Wapi? Mambo yanazidi kuwa mabaya. Demo unazidi kuomba, demo mambo yanazidi kuwa mabaya. Unaomba, unaamini, unaomba, unaamini. Hali inazidi kuwa mbaya, ripoti ya madaktari inazidi kuwa mbaya. Naambiwa nendeni nyumbani, mkifika nyumbani pale kujiekelea tu kidogo mshapata simu, njoni hospitali. Unajua ni kubaya. Gia kwa gari, kimbia hospitali. Ni kama unapatiwa counseling kwanza. Alafu naambiwa we did all we could. Lakini mzee ameenda. Unajua umeokoka. Unajua umeamini. Kuomba umeomba. Kuna seasons ambazo usipochunga utaacha njia ya imani. Na wenda leo ni wewe uko hapo, umeamini sana, umefunga, umeomba, lakini mambo hayajaenda vizuri. Vumilia na shikilia hiyo imani. Katika Wakorintho wa pili 4 kuanzia pale 8 tunaambiwa, daima tupata tabu lakini hatugandamizwi, tupata mashaka lakini hatukati tamaa, twateseka lakini hatuachwi bila msaada.
na ingawa tumeangushwa chini, hatukuangamizwa. Kila wakati tumekuwa tukichukua mwilini mwetu kifo cha Kristo ili uhai wake Yesu pia udhihirike katika miili yetu. Mateso kwa Mkristo si mambo ya kigeni. In fact, mateso na Ukristo yanaambatana tena sana. Na kama kuna watu ambao huteswa zaidi miongoni mwa imani ambazo naziona ulimwenguni, wa Kristo wanaongoza. Wanateswa vibaya, wanachukiwa vibaya. Wakristo tunachukiwa vibaya. Usitake kujua kule Nigeria Wakristo napitia mateso ya aina gani. Mateso mabaya, watu wanauawa vibaya. It is bad. Yohana 15 tunakumbushwa kwamba pale 18, kama ulimwengu ukiwachukia nyinyi, kumbukeni kwamba umenichukia mimi kabla kuwachukia nyinyi. Kama ungalikuwa watu ulimwengu, ulimwengu ungaliwapenda nyinyi kama watu wake. Lakini kwa vile nyinyi sio ulimwengu, ila mimi nimewachagueni kutoka ulimwenguni, kwa sababu hiyo ulimwengu unawachukieni. Kumbukeni niliyowaambieni, mtumishi si mkuu kuliko bwana wake. Ikiwa wamenitesa mimi, watawatesa na nyinyi pia. Kama wameshika neno langu, watalishika neno lenu pia. Lakini hayo yote watawatendeeni nyinyi kwa sababu ya jina langu, kwani hawamjui yeye aliyenituma. Kama nisingelikuja na kusema nao, wasingelikuwa na hatia, lakini sasa hawawezi kujitetea kwamba hawana dhambi. Kwa kuwatesa nyinyi, ni dhambi wanafanya. Okay? Na niseme kwamba hii pressure na haya mateso hayatoki tu kwa walimwengu kwa sababu ni walimwengu. Pia katika ulimwengu wa kiroho, Shetani anakuchukia kiasi hicho. Anataka kukuua, anataka kukuangamiza, kwa sababu kuna Kristo ndani yako. Hakuchukii tu wewe chombo, lakini kwa sababu tu una Kristo ndani yako, inavutia hiyo chuki kutoka kwa Ibilisi, chuki kutoka kwa Shetani. Mapepo wanakuchukia tena sana, na hivyo watavuruga njia zako hapa na pale. Lakini tunakumbushwa kwamba jameni, hatuko peke yetu. Hatuko peke yetu. Ndio wanaweza. Ayubu aliteswa kiasi gani, lakini alikuwa na Mwenyezi Mungu. Mpaka mkewe akamwambia, wewe vipi, si umtukane huyu Mungu wako, si mkewe. Ayubu bado alishikilia imani yake. Mateso yapo, ndugu zanguni. Kuna watu ambao sasa, kwa mtu anakuona ukiteseka, anasema you need to break generational curse. Generational, my friend, si mambo na laana, ni njia ya Mkristo. Na tusiwe wa Kristo soft kiasi kwamba sisi tunaamini tu kwamba mambo lazima yatuendee nywe. Tusiwe softi kama wa Kristo. Tukubali kwamba hata Bwana wetu Yesu Kristo aliteswa vibaya zaidi. Kina Paulo waliteswa na kufa vifo vya ajabu. Kuna watu walichinjwa, kuna watu walikaangwa kwa mafuta, namna unavyokaanga samaki. Kuna watu walikaangwa kwa mafuta, watu walisulubishwa upside down, watu waliteswa. Kizazi hiki kisiwe na Wakristo softi. Kitu kidogo umebackslide, kitu kidogo umekuwa atheist, uamini tena Mungu. Ndugu zanguni, hakuna Ukristo bila mateso, kwa sababu Bwana wetu aliteswa ndiposa sisi tukawa Kristo. Kina Paulo waliteswa ndiposa sisi tukapokea Injili. Chochote unachopitia asubuhi ya leo, vumilia. Hauko peke yako. Kaza mwendo. Inaweza kuwa ni ngumu tena sana, lakini kaza mwendo.
vumilia, usikubali imani yako ikayumbayumba. Kile ambacho tumewekewa kule mbele ni bora zaidi. Utukufu ambao uko kule mbele, utasahau mateso yote ambayo umepitia. Nimemwona mimi, niko hospitalini, mke wangu akijifungua, na napenda kwa hospitalini. Unaona maumivu ambayo mwanamke anapitia, unaona maumivu na mateso ambayo anapitia, lakini the moment katoto kametoka, ule uchungu wote unasaulika, yani, na machozi yakitoka ni machozi ya furaha ukishika katoto mkononi. Mateso yote ambayo tunapitia ni machungu, lakini utukufu ambao Mwenyezi Mungu ametuandalia kule mbele, my brother, my sister, hakuna cha kufananishwa nacho. Ni utukufu wa ajabu. Tukaze mwendo.